Katika sehemu tulivu ya magharibi mwa Tanzania, katika nyika ambako wanyama hutawala na mawingu huandika baraka, kuna siri iliyodumu kwa karne nyingi katika mabonde yaliyotulia na nyika pana karibu na ziwa Katavi. Kuna simulizi ambayo imeishi kwa karne nyingi, simulizi ya mzimu wa Katabi, roho kubwa inayosimuliwa na jamii za kale na inayotoa kitambulisho cha kipekee cha eneo ambalo leo linajulikana kama mkoa wa Katavi. Hapa ndipo historia, utamaduni, imani na utalii vinapokutana na kuumba hadithi kubwa kuliko maneno yenyewe. Hapa katika ardhi ya maajabu ndipo simulizi ya mzimu wa Katabi ilipozaliwa, roho ya shujaa wa kale aliyegeuka mlinzi wa ardhi, maji na maisha ya watu wa zamani. Katika mti huu jirani na ziwa Katavi, jamii za kale zilikuja kuomba mvua, mazao, ulinzi, tiba ya magonjwa mbalimbali na baraka. Walijua bila kumtaja Katabi safari haikuwa salama. Lakini Katabi ni nani? Mzimu Katabi anasimuliwa kuwa ni roho ya shujaa wa zamani, mtu aliyeishi na kupigania watu wa bonde la Rukwa na nyanda za magharibi, na baada ya kifo chake roho yake ilibaki ikilinda eneo lile, ikiwalinda wasafiri, wawindaji na jamii zilizokuwa zikipita kwenye msitu na mabwawa yaliyomzunguka. Wazee wa zamani walimjengea heshima kubwa, wakiamini kuwa mzimu wa Katabi ndiye mlinzi wa ardhi, wanyama na maji ya maeneo hayo. Katika kipindi hicho watu walikuwa wakisafiri kutoka Tabora, Ujiji hadi ziwa Rukwa, walipaswa kusimama kutoa sadaka na kumtaja Katabi ili kusimamia salama safari zao. Wengine walifika wakitafuta baraka za uzazi, mvua na ushindi wa vita. Hapo ndipo jina lake liliposikika katika sehemu nyingi za magharibi mwa Tanzania. Leo hadithi hiyo haijapotea, inapumua kupitia ardhi ya hifadhi ya taifa ya Katavi, moja ya hifadhi adimu zaidi barani Afrika, yenye tembo wakubwa, makundi ya nyati yasioisha, mamba na viboko kwenye mabonde yasiyogusika. Hifadhi hii sio tu utalii, ni urithi, ni daraja linalounganisha roho za kale, roho zenye historia ya kishujaa, yaani mzimu wa Katabi na kizazi cha leo. Na leo jina hilo limepewa heshima ya juu zaidi. Tanzania ina mkoa wa Katavi, mkoa uliobeba ndani yake simulizi isiyofutika. Huu ni mkoa wa watu wachapakazi, wachangamfu, wanaoishi katika ardhi iliyojaa baraka za kale. Kila kijiji, kila bonde, kila pori limebeba kimvuli cha historia ya Katavi. Na kupitia hifadhi ya taifa ya Katavi, dunia sasa inaona baraka hii. Watalii wanakuja kuona wanyama, mandhari, lakini zaidi ya yote wanakuja kusikia hadithi ya mzimu aliyeipa ardhi hii utambulisho wake. Katavi si jina tu, ni roho, ni historia, ni utalii, ni mkoa unaoishi katika mapigo ya kale na matumaini ya kesho. Lakini wahifadhi ya taifa ya Katavi wanamzungumziaje Katabi? Beatrice Msuya, yeye ni mhifadhi daraja la pili katika hifadhi ya taifa Katavi. Hapa anasema mti huu unaaminika
kwa watu wa jamii ya Wabende na Wapimbwe ambao wanaishi katika maeneo haya kwamba kuna mzimu ambaye bado anaishi pale na alikuwa yupo kwa miaka na miaka, alikuwa anaishi katika mti huo. Kwa hiyo mzimu huo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwindaji, na mpaka sasa watu wa jamii hiyo huwa wanaenda kutambika katika mti huo kwa imani, kwa kuamini kwamba mzimu huo bado anaishi katika eneo hilo. Hivyo utamaduni huo ambao wanaofanya umekuwa kivutio kikubwa sana ndani ya hifadhi, kwani wageni wengi huwa wakitembelea wanapendelea kuona mti huo na kupata historia, lakini wengine pia kupata nia ya kwenda pia kufanya matambiko hata kama ni wa makabila tofauti, kwani tunaamini kwamba utamaduni wa kufanya matambiko ulikuwepo tangu enzi za mababu na hata sasa unaendelea kutokana na imani tofauti tofauti tulizonazo. Hivyo tunawakaribisha pia sana kuja kutalii na kujionea vivutio hivyo mbalimbali ambavyo vipo. Na huu ndio mkoa halisi wa Katavi, Tanzania ya kale, Tanzania ya kuvutia, Tanzania ya kupendeza. Karibu Katavi, karibu kwenye pori halisi la Afrika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia makala hii, langu jina ni Edita Chiwaligo na hii ni Fino Media.